Na mtazamaji wa Kawabe Sport, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu, Farasi wa Vita. Leo tunaenda kuzungumza mambo ambayo yanaendelea kwenye soka letu. Kwa kuna mambo mengi, kauli, watu wanatupiana vijembe. Farasi za asubuhi. Salama ndugu yangu, mambo yanaendaje? Namshukuru Mungu siwe. Safi, kumekucha na kazi inaendelea. Kazi iendelee kama ambavyo anasema mama yetu, kwa lazima kazi iendelee. Farasi, tuanze hapa. Kumekuwa kuna kauli ambazo zimekuwa zinaendelea ndani ya hii wiki. Hususan wa Rais Kalia, rais wetu wa shirikisho la mpira wa miguu TFF, kuna baadhi ya kauli ametoa, upande wa pili wa Kaliakti kama zile kauli wameambiwa wenyewe. Na juzi timu iko Tanga, timu ya taifa ikiwa inafanya maandalizi yake kuelekea kule Morocco, kuna kauli akatoa tena kwa vyombo vya habari kana kwamba wale Kalia kwa msemo ambao alikuwa anasema Haji Sande Manara madaraka anamlevya. Kama umekuwa mfuatiliaji wa interview na hata press ambazo anazifanya rais wa mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, utagundua pia sio mtamsana kwenye kuzungumza, kwenye kuwasilisha. Ni mtu ambaye hata anayemwandikia script ya kuzungumza inabidi awe anamsimamia pia wakati anaisoma ile script, kwa sababu ukimwacha kidogo tu anatoka nje ya point ambayo pengine mlikubaliana iweze kuitoa kwenye vyombo vya habari au mbele za watu, lakini akaja akatoa kauli yake, kwa sababu ni binadamu ambaye kaumbwa kuwa na hali ya kupanic wakati fulani au kureact. Sasa kila binadamu wana panic, lakini tunamfahamu mzee wetu huwa ana panic mapema sana. Kuna wakati mwingine hata vitu ambavyo tikisa tu kama hoja ili kumweka awe imara, yeye anakuja na panic, anaanza kutoa kauli ambazo huwa saa nyingine hazina mapokeo mazuri. Mimi sijaipokea vizuri kauli ya kusema naongea na vyombo vya habari vya Tanga kwa sababu vyombo vingine huko vimechafuka, vina mambo yao. Mambo yao ni yapi? Sasa hapo ndiko ambako changamoto inakuja. Lakini anyway, mtu mzima huwa kosei, mtu mzima huwa anateleza, kwa tulichukulie kama mtu mzima ameteleza, lakini ni kauli ambayo inatukosesha nguvu waandishi wa habari, vyombo vya habari hapa Dar es Salaam, kwa sababu tunaonekana kama waandishi wa habari tumeacha hoja za msingi, tumeanza kuudili na hoja za kimapepe ambazo hoja zenyewe yeye ndo kazianzisha. Kwa hiyo maana yake sidhani kama wengi zangu wamepokea vipi, lakini binafsi nikiangalia kauli naona haikuwa sawa. Kwa wadhifa aliokuwa nao wale Kalia na kauli ambazo zimekuwa nazitoa, ni dhahir shahil kama wanavyosema upande wa pili, wanataka baadhi ya watu wajingoe. Of course, sema tatizo limekuja ni kwamba Young Africans baada ya tukio hili la Derby ndo limewaamsha usingizini. Lakini katika posti zangu za nyuma huko, mimi nilishawahi kusema bodi ya ligi haiko huru, bodi ya ligi inaongozwa sana na TFF. TFF haiko smart kitambo, yani kabla hata ya Derby. Na huenda wakati huo ukiongea kama wewe ni shabiki labda tuseme wa Yanga, kwa wakati huo ukaongea na kwa namna ambavyo Yanga ilikuwa imechukua ubingwa mara 3 mfululizo, ungeonekana ni waajabu sana. Yaani Yanga wenyewe wangekuwa na waajabu. Mbona unamkosoa rais, unakosoa bodi wakati iko smart, iko fresh, tumechukua ubingwa mara 3? Yaani wangeona ni mseleleko. Sasa kwa sasa hivi kwa kuwa upanga umekata upande wao, wanamuona tena hana sifa hizo. Lakini hata mashabiki wa Simba na baadhi ya viongozi pia, miaka hii misimu mitatu ambayo Yanga anachukua ubingwa, kuna wakati Yanga alikuwa anapendelewa waziwazi. Na baadhi ya mashabiki wa Simba walijitokeza wakawa na mashaka na bodi ya ligi, wana mashaka na TFF, lakini mashabiki hao wa Yanga walinyanyua bendera juu, wanamtetea wale Kalia, wanatetea bodi ya ligi kwamba ni vyombo ambavyo viko smart, vinatenda kazi. Lakini kwa sasa wao ndo wamegeuka, na wamegeuka vibaya sana. Yani wamegeuka vibaya sana, kitu ambacho kinaanza kututishia sasa kuona soka letu linaenda wapi, mpira wetu utakuwa vipi, ligi yetu msimu huu itamalizika vipi. Lakini wakumbuke wakati wao wanatendewa mema, Simba kipindi chao anatendewa mema na huyu anayesema ajiuzulu, upande wa pili walikuwa wanalalamika na wao walikuwa wanawapuuza. Kwa hata sasa hivi wakipuuzwa Young Africa kwa maneno wanayoongea ni sawa tu, lakini kwangu mimi bado nakiri bodi ya ligi haiko smart, TFF haiko sawa kama ambavyo vyombo vingine viko sawa. Na kama yani ukiachilia tu TFF, hata ukienda kwenye klabu ya Simba utakuta kwenye uongozi pale kuna namna ambako hakuko sawa. Siku hizi
Kwa mfano nikwambie, Simba Sports Club wenyewe wana shida ndani ya uongozi. Shida ya uongozi kwa sababu wanamkosa yule mtu ambaye anaweza akatoka mbele za watu akazungumza. Uwezi amini Simba Sports hivi sasa wanamtegemea Ahmed Ally ndiye ambaye mwenye nguvu ya kuzungumza na kupokelewa, kitu ambacho ni ajabu sana kwa klabu ya Simba kumkosa mtu kama huyo. Unamkosaje mtu ambaye atakuwa ni papa, yani iwe ni mwenyekiti ama rais? Kwa sababu Mo Dewji akitisha press, of course mic zitakuwa nyingi kwa sababu watu labda wanaenda kuokota. Lakini kiuhalisia weka Ahmed Ally hapa, weka Mo Dewji, Ahmed Ally anajaza. Umeona? Manake weka hawa sasa, kama ni hivyo tu kuna shida. Sasa kina try kina nani kina Mangungu itakuwaje? Kwa manake kuna shida kidogo kwa Simba. Miaka kadhaa hapo kulikuwa na mtu ambaye anajitokeza, hata try wakati ni mwenyekiti alikuwa anajaribu, anatokeza mbele za watu anazungumza, imekuwa hivi anawatishia, mara ameonekana kwenye vikao hivi sijui nchi fulani kasafiri. Sasa hivi pamepoa. Simba kuna shida pale pia kwenye uongozi. Umeona vitu kama hivyo. Sasa kwa sasa hivi kwa Simba inapata matokeo, wao hawaangalii hilo. Utaambiwa farasi umerogwa, farasi umetumwa kuja kuchafua na hali ya hewa huku, lakini ipo hivyo. Ndivyo ambavyo Yanga wakati wao wanabebwa tunawaambia nyinyi mnabebwa. Wao sasa hivi upande umehamia, upande wa pili umewakandamiza. Na sio kwamba kabebwa Simba, yani ule upendeleo hawajaupata, waliokuwa wanaupata. Wamekasirika vibaya sana mashabiki wa Yanga, wanatutishia hadi amani. Sasa mpira huko hivyo. Yanga Afrika lazima watambue kikulacho kinguoni mwako. Pengine farasi, kuna kauli ambayo alisema Wallace Karia kana kwamba uongozi wa Young Africans ndani kuna madudu, na kwa experience yako na ifahamu Young Africans utaweza kungamua vitu ambavyo haviko sawa. Watu wanasema madudu. Hakuna taasisi ambayo iko safi kwa 100% kati ambazo nazifahamu mimi, hasa hizi za mpira. Yani sioni taasisi ambayo iko smart ya 100%. Yani najaribu kuangalia huku na kule, labda nitagundua labda ni Fountain Gate FC. Angalau ndio ambao iko smart kuliko vilabu vingine vyote ambavyo unaviona. Si Singida Black Stars. Singida Black Stars ukiangalia uongozi wao ni wa kwenye makaratasi, kwenye utendaji hakuna. Yani mtu tu yuko pale CEO, lakini CEO uone anachokifanya. Umeona? Ukienda Simba ndio hivyo, nakwambia hakuna kiongozi mwenye nguvu. Kwenye taasisi yoyote lazima uwepo na mtu ambaye ukimtuma anaenda. Simba sasa hivi wanamiss huyo mtu, ndio huyo anamtumia tu Ahmed Ally ambaye sio level yake ya kwenda kukaa hivyo vitu, hawezi kuhusika kwenye vikao vikubwa zaidi. Kwa maana yake wanamkosa huyo mtu. Young Africans uongozi wao of course mimi sasa hivi uniambie kiongozi ambaye hata uniambia okay, farasi wa vitu anataka kuwa kiongozi wa timu ya mpira wa miguu, utataka kuwa kama nani? Obviously nitasema kama Engineer Hersi. Nitasema hivyo licha ya kwamba sasa Young Africans wana shida vile, lakini nitakuwa namchagua yeye kwa sababu namuona kidogo na mapambano yake na hayaelezeki sana, ndio muelewe. Yani unaona kwa macho ya nyama. Hicho ndicho ambacho kinanifurahisha. Lakini kitazama Young Africans kwa kauli ambayo alizungumza Rais Wallace Karia pia kuhusiana na wao, of course kuna shida pia ndani ya uongozi wa Yanga. Inafichwa tu na haiwezi kusema ukweli kama hakuna kombo nzuri kati ya rais na makamo. Ila watu wako wanadiscuss timu inafanya vizuri, madudu yatakuwa yanatoka wapi? Timu inafanya vizuri kwa sababu ya nguvu ya mtu mmoja. Ndio maana nasema mimi ukiniuliza kiongozi ambaye kwangu nitachagua kuwa kama yeye, nitasema ni Engineer, kwa sababu hivi sasa ukizungumzia Young Africans unaizungumzia Engineer. Maana yake hata kamati watendaji wenzake, makamu wa rais na viongozi CEO wa Young Africans wanajua kabisa hapa jembe ni Engineer Hersi. Ndio maana kuna baadhi ya vikao vikubwa naenda, vikao ambavyo ilistahili aende CEO wa Young Africans, sisi tunamuona rais wa Young Africans anaenda. Taratibu za kwenda kusajili wachezaji, sijui kufanya hivi, pengine angefanya CEO ambaye ndio mtendaji wa timu, kwenda kuongea na timu labda kabla ya mechi, kwenda kutoa hamasa, CEO. Lakini anaenda rais. Maana yake sasa hapo nawe ni shida ya majukumu ya matabaka ya kutenda kazi. Young Africans kuna shida. Kwa hiyo hakuna sehemu ambako hakuna usalama. Kwa kila sehemu kuna kuwa na madudu yake, isipokuwa madudu yakiongezeka ndio inapokuwa shida. Ndio ambayo madudu yameongezeka kwa bodi ya ligi na TFF kuhusiana na hii mechi ya dabi, kwa sababu alichokifanya hakuna wa kuwatetea. Yani uwezo ukasema ati bodi ilikuwa salama wakati mnajua kabisa mechi iliahirishwa na nyinyi mlipigiwa simu, mlishindwa kuamua. Kwa nini hamkuamua kama
UEFA ile ya Misri. Haina kupoza, ni sijui kamati ya masaa 72, hapana. Hamjatokea uwanjani Ahli, pointi 3 za Zamalek, nyinyi kaeni kulialia, gomeeni ligi kama mnagoma. Ndio inatakiwa ifanye hivyo, tuseme bodi iko smart. Sasa bodi inatikiswa inaanza kuangalia upepo, tukiamua hivi mashabiki wa Yanga watasemaje? Tukiamua hivi mashabiki wa Simba watasemaje? Lakini mbaya zaidi, kuna watu ambao huwa tunasema ngazi ya juu, kwamba level, kwamba maamuzi haya maelekezo kutoka juu. Huko juu mimi ndo napatafuta nini kutoka juu ni wapi? Yani hata bodi inashindwa kufanya kazi kwa umakini na usalama wao, wakiogopa eti mawazo na lawama kutoka juu. Juu ni wapi huko? Mbinguni Mungu anaiangalia Simba na Yanga kweli hadi atoe lawama? Hapana. Kuna sehemu pamefichwa, panatajwa kwamba ngazi ya juu, ama kuna watu wa juu wametoa maelekezo dabi ichezwe. Kuna watu wa juu dabi imesema isichezwe. Au watu wa juu hao tutengeneze agenda kwa ajili yao. Tukiwafahamu, bahati mbaya tuwafahamu. Sasa acha tuwatafute tuone itakuwa.